Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumania kwamba mnaendelea salama salimini, na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari na matukio ya kila siku kwa yale yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama inazidi kuwa tete siku baada ya siku. Na kijiji cha Mbau kilichopo katika wilaya ya Beni mkoani Kivu Kaskazini kimekumbwa tena na shambulio la kiukatili linalodaiwa kutekelezwa na wapiganaji wa Allied Democratic Forces yani ADF. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa vyanzo vya ndani, vinadai kuwa watu wasiopungua 16 ndio ambao wamepata kuuawa, huku wengine kadhaa wakiwa hawajulikani waliko. Kwa mujibu wa ushuhuda wa manusura, wanadai kwamba washambuliaji walitekeleza mashambulizi yao kwa kujigawa katika makundi matatu tofauti. Kwa wakati mmoja walivamia vitongoji vya Matete, Kitoho na Mamuli na kuwashambulia wakazi usiku wa manane. Baadhi ya waathiriwa walikutwa katika mkesha wa maombolezo, huku wengine wakiuawa ndani ya nyumba zao. Mbali na mauaji hayo, waasi hao waliteketeza nyumba kadhaa pamoja na pikipiki, hali iliyozidisha hofu na taharuki miongoni mwa wakazi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa watu 5 bado hawajapatikana. Janga hili jipya limesababisha baadhi ya familia kuanza kuyahama makazi yao na kutafuta maeneo salama zaidi. Washambuliaji walivamia sehemu 3 kwa wakati mmoja. Hofu imetanda na familia nyingi zinaondoka eneo hili. Hali ya usalama ilikuwa imeanza kutulia katika siku za hivi karibuni, lakini tunasikitishwa na namna tahadhari zinazotolewa na wananchi zinavyopuuzwa, alisikika akisema mmoja wa manusura. Miongoni mwa waliouawa ni mchungaji wa kanisa la Kimbangiste pamoja na mke wake na binti yao. Wakazi wa eneo hilo pia wanaripoti kuwa wake wawili na maafisa wa polisi, mtoto mchanga pamoja na wanafunzi wawili ni miongoni mwa waathiriwa wa mauaji hayo, jambo lililozidisha huzuni na hasira katika jamii. Mashambulizi haya mapya yalijiri siku chache baada ya yale yaliyotokea mjini Beni na katika kijiji cha Vemba, ambapo watu wasiopungua 21 waliuawa ndani ya umbali usiozidi kilomita 20, na katika kipindi cha siku chache tu zaidi ya raia 40 wameuawa katika mashambulizi yanayohusishwa na ADF, hali inayochochea hasira na hisia za kutelekezwa miongoni mwa wakazi wa eneo la Beni. Hali ya utulivu wa tahadhari imeanza kurejea katika mji wa Kalembe ulioko katika wilaya ya Masisi huko mkoani Kivu Kaskazini kufuatia mapigano makali yaliyotokea usiku kati ya wapiganaji wa Zalendo na waasi wa AFC M23. Ingawa hali inaonekana kuanza kutengamaa taratibu, wakazi wanaendelea kuishi kwa hofu ya kuzuka tena kwa mapigano. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinadai kuwa mapigano hayo yalianza majira ya saa 2 usiku wa Jumanne baada ya wapiganaji wa Zalendo kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 katika sehemu hiyo ya Masisi. Milio mikali ya risasi ilisikika kwa saa kadhaa, hali iliyosababisha taharuki na hofu kubwa miongoni mwa raia. Kwa mujibu wa ushuhuda wa baadhi ya wakazi, wapiganaji wa Zalendo walijiondoa kutoka Kalembe katikati ya usiku kuelekea eneo ambalo bado halijafahamika. Kufikia asubuhi ya Jumatano, hali ya utulivu wa kiasi ilianza kushuhudiwa na shughuli za kawaida zikaanza kurejea taratibu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa, kujeruhiwa au uharibifu wa mali uliosababishwa na mapigano hayo. Licha ya hali hiyo ya utulivu wa muda, hofu bado imetanda miongoni mwa wakazi. Wengi wanaeleza wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa mapigano mapya kuzuka kati ya pande hizo mbili, huku eneo hilo likiendelea kukumbwa na hali ya ukosefu wa usalama. Katika miezi ya hivi karibuni, mji wa Kalembe umekuwa ukishuhudia mara kwa mara mashambulizi ya kujibu kati ya
ya makundi ya wazalendo na waasi wa AFC M23. Hali hii imeendelea kueneza hofu ya kudumu miongoni mwa wananchi na kuzidisha mateso ya wakazi ambao tayari wameathiriwa na migogoro ya mara kwa mara, ikiwemo kuhama kwa lazima na kuzorota kwa hali ya maisha katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini. Na katika muktadha wa mgogoro huo wa M23, vikwazo vipya vilivyotangazwa na Marekani dhidi ya baadhi ya viongozi wa M23 na FDLR vinaendelea kuzua mjadala ndani ya muungano wa AFC M23, ambapo baadhi ya viongozi wake wanakosoa kile wanachodai kuwa ni utekelezaji usio wa haki wa makubaliano yanayohusiana na mchakato wa amani mashariki mwa Kongo. Siku moja baada ya Washington kutangaza hatua hizo ambazo zinamlenga miongoni mwa wengine John Imani Nzenze, mkuu wa idara ya ujasusi wa M23, baadhi ya viongozi wa utawala uliowekwa na waasi hao Kivu Kaskazini huko walijitokeza kueleza kutoridhishwa kwao. Miongoni mwao ni Willy Manzi, makamu wa gavana wa utawala huo, ambaye anaamini kuwa Marekani inaelekeza shinikizo kubwa kwa AFC M23 huku ikipuuzia kwa mtazamo wake wajibu unaopaswa kutekelezwa pia na serikali ya Kongo. Kiongozi huyo wa waasi anadai kwamba baadhi ya vipengele vilivyojadiliwa katika juhudi za kurejesha amani, ikiwemo suala la kuachiliwa kwa wafungwa, havijatekelezwa na serikali ya Kongo. Kwa mujibu wake, kuwajibisha upande mmoja pekee kunaweza kuhatarisha mafanikio ya mchakato wa amani. Kauli hiyo inakuja wakati Marekani ikiendelea kuimarisha msimamo wake dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao mashariki mwa nchi. Katika taarifa yake rasmi, Washington inaishutumu M23 pamoja na FDLR kwa kuchangia kuzorota kwa hali ya usalama na ukiukaji wa haki za binadamu katika eneo hilo. Serikali ya Marekani pia imeirudia Rwanda wito wake wa kusitisha msaada wowote kwa M23 na kuondoa wanajeshi wake kutoka ardhi ya Kongo. Kwa mujibu wa wachambuzi mbalimbali, kauli hiyo ya Willy Manzi inaonyesha kuongezeka kwa wasiwasi ndani ya AFC M23 kutokana na kuimarika kwa shinikizo la kidiplomasia kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Vikwazo hivi vipya vinalenga viongozi wenye nafasi muhimu ndani ya harakati hiyo na vinaonekana kuongeza zaidi kutengwa kwao katika ngazi za kimataifa. Hatua hizo zinajumuisha kufungiwa kwa mali za watu waliowekewa vikwazo zilizopo chini ya mamlaka ya Marekani, pamoja na kupigwa marufuku kwa raia na taasisi za Marekani kufanya shughuli za kifedha au kibiashara nao. Mambo haya yanajiri huku katika mji wa Goma na maeneo mengine yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23, wakazi kadhaa wanasema kuwa utawala uliowekwa na waasi hao umeanza kuhitaji hati mpya ya utambulisho kwa wananchi wanaosafiri ndani na nje ya maeneo yao. Kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, hati hiyo inaanza kuhitajika katika baadhi ya vituo vya ukaguzi bandarini Goma pamoja na katika maeneo kadhaa ya kuvuka mipaka. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa hati hiyo mpya inaelekea kuchukua nafasi ya kadi ya mpiga kura ama carte d'electeur, ambayo kwa miaka mingi imekuwa ndiyo nyaraka kuu ya utambulisho inayotumiwa na raia wengi wa Kongo. Mamlaka zimetuambia kwamba kadi ya mpiga kura ama carte d'electeur haitakubaliwa tena na kwamba hati hii mpya ndiyo itakayohitajika wakati wa ukaguzi, alieleza mmoja wa wakazi wa Goma ambaye hakutaka jina lake litajwe. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu taratibu za kupata hati hiyo wala hadhi yake ya kisheria. Hata hivyo, taarifa hizi zimeibua maswali mengi miongoni mwa wakazi, huku baadhi yao wakihofia athari ambazo hatua hiyo inaweza kuwa nazo kwa uhuru wa kusafiri na shughuli za kila siku za wananchi katika maeneo husika. Maendeleo haya yanajiri wakati AFC M23 ikiendelea kuimarisha utawala wake katika
baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini, ambapo waasi hao wanaendelea kusimamia shughuli mbalimbali za kiutawala na kiusalama katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Na huku kwa upande mwingine, jeshi la Kongo FARDC limeshutumu muungano huo wa AFC M23 RDF kwa kile ilichokitaja kuwa ni mauaji ya kikatili dhidi ya raia katika eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa jeshi hilo, raia 10 walidaiwa kuuawa bila kufikishwa mbele ya sheria katika kijiji cha Kisegeru karibu na hifadhi ya taifa ya Virunga ndani ya grupema ya Binza katika sheferia Bwito. Katika taarifa iliyotolewa mjini Kinshasa, FARDC imesema kuwa wakazi wengine kadhaa wa eneo hilo walikamatwa na baadaye kupelekwa katika gereza kuu la Kanyangambi lililoko Ruchuru Centre. Jeshi la Kongo linaeleza kwamba watu hao walikamatwa kwa madai ya kushirikiana na kundi la FDLR. Makao makuu ya FARDC yameeleza kuwa vitendo hivyo vinawakilisha ukiukwaji mwingine wa sheria za kimataifa za kibinadamu na vimelaani vikali mashambulizi yanayowalenga raia katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Likisisitiza dhamira yake ya kulinda mipaka na mamlaka ya taifa, jeshi la Kongo limesema linaendelea kujitolea kuhakikisha usalama wa wananchi na kulinda kikamilifu eneo la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya usalama mashariki mwa nchi ikiendelea kuwa tete kutokana na migogoro na mapigano yanayoendelea. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.